Hello mtazamaji wa Mafie TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Bwana, vikao vizito vinaendelea ndani ya Simba kupitia tathmini ya mchezaji mmoja mmoja kuona mchango wake kama utasaidia timu hiyo msimu ujao 2025-26. Kuna kila mabadiliko makubwa yanayonukia kikosini mwa Msimbazi, huku majina kadhaa yakitajwa mpaka sasa. Tayari yapo majina ya mastaa wa kigeni waliokataliwa kooni kuhakikisha wanakatwa kutokuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja. Kati ya mastaa ambao ni 50-50 kusalia ama kuondoka ni mshambuliaji wa raia wa Cameroon Leon Ateba, kiungo mkabaji Agustino Okojefa aliyetokea Rivers United ya Nigeria, na kiungo mshambuliaji Deborah Fernandez Mavambo. Sio hao tu, chanzo hicho kilisema tayari Simba imeanza kusaka beki wa kati, akipatikana mchezaji aliye katika mstari wa kuachwa ni Che Malone Fondo, ambaye vigogo wengi wanaona uwezo wake ni wa kawaida, jambo ambalo linasapotiwa kiufundi pia na namba zake kwenye michezo migumu. Taarifa zilianza kutoka kuhusu Simba kuwachambua wachezaji wazawa ambao wapo katika mjadala wa kuachana nao, ambao ni Hussein Kazi kamaliza mkataba wake, Hussein Abel, Edwin Balua ambao mabao mawili, Aish Manula mkataba unaisha, na Valentino Mashaka mabao mawili ambayo amefunga katika msimu mzima. Lakini chanzo cha taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba kilisema sababu ya Ateba, ambaye hadi sasa ana mabao 12 kupendekezwa na viongozi baadhi akatwe, hawajaona uwezo wake wa kuibeba timu nyakati ngumu, hivyo wanahitaji kupata mbadala wake aliye na uwezo mkubwa, huku jina la mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Soa likitajwa kujadiliwa ili kuongeza nguvu msimu ujao. Mpango wa Simba msimu ujao ni mikubwa, inahitaji mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, hivyo ni miongoni mwa vitu vilivyotunyima ubingwa wa kafu. Alikosekana mwenye kufosi mashambulizi, kilisema chanzo hicho, na kuongeza kuhusu Mavambo na Okajefa, imekuwa tofauti walivyotarajia. Wangefanya makubwa ya kumpa kocha upana wa kuchagua kikosi mbadala yake, wamekuwa wakitumika Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Kuhusu Joshua Mutale, anakiingiwa kifua na kocha Fadu Davis, anamuona ni mchezaji mwenye bidii mazoezini na alikuwa anakikaa naye mara kwa mara ili kujua sababu ya kufanya vibaya wakati wa mechi za mashindano, na sasa matunda yake yanaonekana ligi kuu na inapoenda mwishoni. Kuna marekebisho makubwa yatafanyika. Hao wachezaji ni baadhi, kwa sababu huwezi kuondoa mchezaji kabla hujapata mbadala wake, kilisema chanzo hicho. Pamoja na Simba kujadili wachezaji ambao wanapendekezwa kuwaacha, inafanya juhudi ya kumalizana na wale ambao wamemaliza mikataba yao na wanahitaji kuendelea nao, ikiwemo nahodha Mohamed Hussein. Endelea kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV.